Habari zenu wapenzi watazamaji wetu popote pale mlipo. Karibu kwa sherehe zetu za siku za leo, yani sherehe ya wanawake ndani ya Oromia, mji mkuu Finfinne. Heri kwa siku ya wanawake duniani popote pale mlipo. Siku ya wanawake duniani mwaka 2026 ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuheshimu mafanikio ya wanawake katika nyanja zote. Ni siku ya kusherehekea maendeleo katika usawa wa kijinsia, kutambua changamoto na kuhamasisha hatua kuelekea mipango ya uwezeshaji wanawake, kusherehekea mafanikio ya wanawake katika jamii, siasa, uchumi na elimu, kutetea haki na usawa wa kijinsia, kuangazia changamoto zinazowakabili wanawake duniani. Kila mwaka huwa na kauli mbiu maalum inayolenga kuhamasisha usawa na uwezeshaji wa wanawake. Siku hii ilianza mwanzoni mwa karne ya 20 kutokana na harakati za wanawake waliokuwa wakipigania haki za kazi, mshahara sawa na haki ya kupiga kura. Ani haadha dhasi, dubartii dhasi. Dubartii taanuu challenge baay'ee qaba. Challenge sana waan baay'ee keessan darbe. Mimi ni Bilise na mimi ni mwanamke ambaye ni mama na pia ni dada. Nililelewa Ulaya na nilikuja hapa kuanzisha biashara yangu. Huko Ulaya, wanawake na watoto hupewa kipaumbele cha kwanza popote waendapo. Lakini nilipokuja hapa, nilikuta mambo ni tofauti. Ingawa wanawake wanaheshimiwa na kupewa haki zao, kuna mambo yanayohitaji kuboreshwa katika eneo hili. Mambo haya hayakuibuka tu hivi hivi, bali huanzia tangu malezi. Tunawafanya wasichana wafanye kazi za nyumbani zaidi kuliko wavulana, na hapo ndipo usosema wa usawa unapoanzia. Hapa matarajio ni makubwa. Wanawake wanatarajiwa kuwa mama na bado kuna majukumu mengine mengi, jambo ambalo ni changamoto sana. Kwa mfano, nilipokuja hapa kuanza maisha yangu, ilikuwa vigumu kuwa mama wa watoto wadogo na kuanzisha biashara wakati huo. Ilikuwa vigumu kwa sababu wanawake hawapati heshima wanayoistahili kama ilivyo Ulaya. Ilinibidi niende sehemu fulani nikiwa na mume wangu, kwa sababu nikiwa mwanamke pekee sikuwa nikipata heshima niliyopaswa kupata. Serikali inafanya jambo zuri kuhakikisha kuwa wanawake wanapata fursa sawa, lakini kazi zaidi bado inahitajika. Kila mwaka huwa na kauli mbiu maalum inayolenga kuhamasisha usawa na uwezeshaji wa wanawake. Siku hii ilianza mwanzoni mwa karne ya 20 kutokana na harakati za wanawake waliokuwa wakipigania haki za kazi, mshahara sawa na haki ya kupiga kura. Dubartiin gahee olaanaa qabdi. Ummati keeyyoo dubbatu warri namaa dubartii jedha. Kanaaf dubartiin bakka jabduu taatetti warri dhiiraatis jabeessitee diinagdeen, misoomaan, finni jireenya nama hundaa keessatti bakka dubartiin jabduun jirtutti jijjiirama waa baay'ee fiduun danda'ama jechuudha. Wanawake wana jukumu muhimu katika jamii na familia. Hasa watu wetu husema kuwa mwanamke ndiye msingi wa nyumba, kwa sababu mwanamke akiwa imara, nyumba yake itakuwa imara, kwani ana nguvu ya kufanya kila kitu kuwa bora. Ikiwa mke ni imara, mume anaweza kuwa na ushawishi katika jamii, kwa sababu mwanamke huyo atampa ushauri mzuri wa jinsi ya kuchangia katika jamii na jinsi ya kuhusiana na watu vizuri na kadhalika. Kama wasemavyo, nyuma ya kila mwanamume imara kuna mwanamke imara, kwa sababu anaweza kumfanya mumewe, mwanawe au kaka yake kuwa imara. Na katika jamii yetu tunaamini kuwa mwanamke akiwa imara, familia yake itakuwa imara na yenye mafanikio, kwa sababu ana nguvu ya kubadilisha kila kitu, iwe kiuchumi au kijamii. Tuko hapa leo kusherehekea siku ya wanawake duniani, na sisi sote tunaishi Sheger na tuna chama cha wanawake kinachoitwa Libandire, na katika chama hiki tunakuja pamoja na kusaidiana kama wanawake tuliotoka katika mazingira ya wafugaji wa jamii ya Oromo
na tunasimama pamoja kama wanawake, iwe katika furaha au huzuni. Tunapeana nguvu, kwa kuwa wanawake ni uti wa mgongo wa jamii, katika uchumi wa nchi, maendeleo na hata katika falsafa ya Maidemer. Tuna jukumu kubwa la kuleta mabadiliko ikiwa tutakuja pamoja na kusimama imara. Leo tunaungana kuadhimisha nguvu, ujasiri na changamoto mkubwa wa wanawake katika jamii. Mwanamke ni mama, kiongozi, mlezi, mfanyabiashara na nguzo ya maendeleo. Tunaenzi juhudi zao katika kujenga familia, kukuza uchumi na kuleta mabadiliko chanya duniani. Hata hivyo, bado tunapaswa kuendelea kupigania usawa, haki na fursa sawa kwa kila mwanamke na msichana. Hongera kwa kila mwanamke. Mwanamke ni nguvu, dhamani na tumaini la kesho. Leo ni siku kubwa ya kuenzi nguvu, ujasiri na changamoto wa wanawake kote ulimwenguni. Katika mwaka huu wa mwaka 2026, tunasherehekea si tu kwa mafanikio yaliyopatikana, bali pia juhudi za kutokomeza vizingiti vinavyowakabili wanawake na wasichana. Katika familia, kazi, elimu, uongozi na ubunifu, wanawake wameonyesha ustadi, ari na moyo wa kuongoza mabadiliko. Hata hivyo, safari ya haki na usawa inaendelea, na ni jukumu letu sote kuhakikisha kila mwanamke anapata fursa sawa, heshima na usalama. Kauli mbiu ya mwaka 2026 ni haki na hatua kwa wanawake na wasichana. Wapenzi watazamaji wetu, tunaendelea na programu yetu ya leo. Kama tunavyojua, tunasherehekea siku ya wanawake duniani katika mji wa Finfinne, na kuna wageni hapa. Na vile tulivyosema, katika siku hii tunawajulisha wanawake waliokuwa mfano kwa wanawake wengine na pia changamoto ya wanawake. Na sasa tutaongea kuhusu hiyo na wageni wetu hapa. Ga'een dubartii baay'ee guddaa, dubartiin hin dandeette, dubartiin cimtuu, dubartii waan jetteef duubatti hin jettu, dubartii jechuun waan hunda waan kutattirra duubatti hin jettu. Jina langu ni Darartu. Heri ya siku ya wanawake duniani. Wanawake wana majukumu mengi, lakini kwa kuwa wao ni imara, wanachukua jukumu la kufanya kazi nje na bado wanatimiza majukumu ya kuwa mama, mke na dada. Wanawake ni imara sana licha ya adhari za imani za kitamaduni zinazowafanya wapitie changamoto mbalimbali. Asitti wanti akka dubartootatti walitti qabamnee jirruufi sagantaa maarcheetii sababeeffanneeti. Akka dubartii horsiisee bulaatti naannoo Shaggar kan jiraannaa walitti qabamiinsa of danda'e qabna. Waldaa Liibanii Dirree jennee nu waan barman mul'atu kan qofa odoo hin ta'in dubartooti obboleeyyan keenya kan sababa adda addaatiin hojii mootummaallee hojii akka akkaataatiif warri hafilleen hin jira. Gurmuu kanayyoo walitti qabannu akka dubartiitti akka nama Oromoo tokkotti wal jajjabeessinee wal gargaarsa adda addaa keessatti gahee keenya akka taphannuuf. Jamii yetu inawaheshimu wanawake kiasi kwamba, kwa mfano, mwanamke akiripoti mtu fulani hawatauliza ushahidi, kwa sababu wanaamini kwa mwanamke hawezi kumshutumu mtu yoyote kwa uongo. Na waomba watu wote wa Oromo waendelee kuhakikisha kuwa haki za wanawake hazivunjwi na waendelee kuheshimiwa kama wanachama muhimu wa jamii. Serikali na wadau mbalimbali wanaohakikisha haki za wanawake zinaheshimiwa, kama vile ofisi za masuala ya wanawake au muungano wa wanawake, yani Women's League. Nataka kuziomba taasisi hizi kufanya kazi kwa bidii zaidi ili kuwalinda wanawake dhidi ya dhuluma na manyanyaso mbalimbali, na pia kuhakikisha kuwa waathiriwa wa matukio haya
wanapata haki. Tarehe 8 Machi au siku ya wanawake duniani huadhimishwa kote duniani kila mwaka ili kuwapongeza na kuwatia moyo wanawake ambao ni mifano ya kuigwa katika jamii, na si kuwatia moyo tu, bali pia kuhakikisha wanawake wengine wanajifunza kutokana na mafanikio yao na kushiriki katika sekta mbalimbali, iwe biashara, siasa au maendeleo ya jamii. Tunaweza kuchukua mifano ya kuigwa kama Meya Adanej Abebe, wanawake ambao ni wabunge na wale wanaofanya kazi katika ofisi mbalimbali, hata pamoja na waziri mkuu, na pia wale walio katika vyombo vya habari, kwa mfano wanaofanya kazi katika OBN kwa lugha tofauti, wanachangia sana katika kuhakikisha haki za wanawake zinaheshimiwa. Wanawake wanaongoza kama mama kwa upendo na huruma. Tunaweza kuchukua mfano mwingine kama Tia Mio, ambaye alikuwa na jukumu kubwa la kuwa sauti kwa watu wa Borana wakati wa ukame ule mkali. Mwanamke huyo alifanya juhudi nyingi sana na hatimaye akawezesha kupatikana kwa suluhu. Tunapaswa kufanya kazi kwa bidii katika maeneo tofauti kulingana na majukumu yetu ya kazi ili kuhakikisha wanawake wanaheshimiwa na kusikilizwa katika jamii na kuwafanya walio dhaifu kuwa imara. Na waomba wanawake wote kusimama pamoja ili kuimarishana na kuwa sauti ya wale wanaokabiliana na changamoto mbalimbali. Na ikiwa mwanamke anapitia aina yoyote ya unyanyasaji, msisite kuifichua, kweni sauti ya mmoja na mwingine, kwa sababu katika enzi hii ya kidijitali tunaweza kutumia njia mbalimbali kwa sauti ya mwanamke mwenzetu. Dubartii jechuun akka aadaa Booranaatti namni hin fuudhin jecha. Dubara jechuun uwwee jechuun yookaan nadheen jechuun nan fuudhanii walumaa galatti gaheen dubartooti jechuun nam waan hunda walitti qabu, fakkeenyaaf ijoollee guddisuu haa ta'u, horiitisuu haa ta'u, waan cufayyuu waan namni abbaa warra sun qabu harri taanaa waan cufayyuu nam gata waan cuf danda'u waan cuf hojjetu. Dubartii jechuun akka gartee fakkeenyaaf manni tokko ijaaranii utubaa qaba. Yoo utubaan hin jiraatiin ejjuu hin danda'a jecha. Akkasuma jechuun dubartiin utubaa jecha. Wanawake wana nafasi kubwa katika utamaduni wa Oromo. Pamoja na mume, yeye hujenga nyumba, hukaribisha watu, huleta jumuiya pamoja na kutawala kwa upendo. Neno mwanamke linamaanisha mtu anayeleta familia nzima pamoja katika kaya na kuitawala kwa upendo. Mwanamke anaweza kufanya kazi mbalimbali, anaweza kulea watoto, kufuga mifugo na kufanya mambo mengine mengi. Na kama ilivyo kawaida ya Waoromo, wanawake wana jukumu muhimu katika nyanja nzima za kiuchumi, kisiasa na kijamii. Na kwa upande wa elimu, inasemekana kumsomesha mwanamke ni kuelimisha familia, kwa sababu ikiwa mwanamke ameelimika, ana upendo na subira zaidi na anaweza kuongoza na kusaidia familia vizuri zaidi kuliko mwanamume. Keessumatti uummata keenya biratti yoo fudhannu dubartii iddoo guddaa qaba. Baay'ee kabajaa. Dubartiin ragaa waan himattuuf ragaan hin barbaadan Booranatti. Gaaffisii wayimachuu dhufti dubartiin lafaa kaatee waan hin taane namirra hin keettu jedhame kun sadarkaa Booranatti hin beekame jechuudha. Jamii yetu inawaheshimu wanawake kiasi kwamba, kwa mfano, mwanamke akiripoti mtu fulani hawatauliza ushahidi, kwa sababu wanaamini kwa mwanamke hawezi kumshutumu mtu yoyote kwa uongo. Na waomba watu wote wa Oromo waendelee kuhakikisha kuwa haki za wanawake hazivunjwi na waendelee kuheshimiwa kama wanachama muhimu wa jamii. Serikali na wadau mbalimbali wanaohakikisha haki za wanawake zinaheshimiwa, kama vile ofisi za masuala ya wanawake au muungano wa wanawake, yani Women's League. Nataka kuziomba taasisi hizi kufanya kazi kwa bidii zaidi ili kuwalinda wanawake dhidi ya dhuluma na manyanyaso mbalimbali, na pia kuhakikisha kuwa waathiriwa wa matukio haya wanapata haki.
Tarehe 8 Machi au siku ya wanawake duniani huadhimishwa kote duniani kila mwaka ili kuwapongeza na kuwatia moyo wanawake ambao ni mifano ya kuigwa katika jamii, na si kuwatia moyo tu, bali pia kuhakikisha wanawake wengine wanajifunza kutokana na mafanikio yao na kushiriki katika sekta mbalimbali, iwe biashara, siasa au maendeleo ya jamii. Tunaweza kuchukua mifano ya kuigwa kama Meya Adanej Abebe, wanawake ambao ni wabunge na wale wanaofanya kazi katika ofisi mbalimbali, hata pamoja na waziri mkuu, na pia wale walio katika vyombo vya habari, kwa mfano wanaofanya kazi katika OBN kwa lugha tofauti, wanachangia sana katika kuhakikisha haki za wanawake zinaheshimiwa. Wanawake wanaongoza kama mama kwa upendo na huruma. Tunaweza kuchukua mfano mwingine kama Tia Mio, ambaye alikuwa na jukumu kubwa la kuwa sauti kwa watu wa Borana wakati wa ukame ule mkali. Mwanamke huyo alifanya juhudi nyingi sana na hatimaye akawezesha kupatikana kwa suluhu. Tunapaswa kufanya kazi kwa bidii katika maeneo tofauti kulingana na majukumu yetu ya kazi ili kuhakikisha wanawake wanaheshimiwa na kusikilizwa katika jamii na kuwafanya walio dhaifu kuwa imara. Na waomba wanawake wote kusimama pamoja ili kuimarishana na kuwa sauti ya wale wanaokabiliana na changamoto mbalimbali. Na ikiwa mwanamke anapitia aina yoyote ya unyanyasaji, msisite kuifichua. Kweni sauti ya mmoja na mwingine, kwa sababu katika enzi hii ya kidijitali tunaweza kutumia njia mbalimbali kwa sauti ya mwanamke mwenzetu. Dubartiin barannillee neegitaate gad baanee hojii mootummaallee akka dhiirallee hojjannaa gallee ijoollee kennallee immoo akka dubartiilletti in guddisnaa itti gaafatamummaa dachaa qabna. Kanaafuu garaagarummaa qabdu dubartii irratti. Wanawake wana majukumu wengi. Nililelewa maeneo ya vijijini na wakati huo tulitembea umbali mrefu kuchota maji na kukusanya kuni. Hata baada ya kuolewa ilinibidi niende kazini ofisini na bado nirejee nyumbani kufanya kazi za nyumbani. Ingawa sehemu ya majukumu ni ngumu, katika jamii yangu wanawake wanapewa heshima kubwa sana. Kwa mfano, ikiwa mwanamke ataenda kwenye mkutano mkuu unaoitwa gumigayo na kumshutumu mtu yeyote kwa kumfanyia vibaya, mkutano huo mkuu hukisitisha kila kitu iliyokuwa wakijadili na kutatua kesi yake kwanza. Akka Booranaatti dubartii bakka guddaa qabdi. Garuu garaan gad dhufnee ilaallu dubartiin ilaalchi nam tokko akka dubartiin uuman dandeenye. Dubartiin cimtuudha. Waraana allee keessa dubartii dudduub jiraatte waraan sullee mo'achuu danda'an. Dubartii waan hin dandeenye hin qabdu. Dubartiin haadha, obboleettii, niitii. Mwanamke ni mama, dada, binti na mke. Yeye ndiye msingi wa nyumba kwa kuwa hupanga kila kitu ndani ya nyumba. Mama anaelea watoto wake, huwapa ushauri na huwafundisha upendo na heshima, hutokeza kizazi kizuri. Dada huimarisha umoja wa familia kwa kumsaidia kaka yake, na binti ndiye tumaini la kesho. Anaweza kukua na kuwa na manufaa makubwa kwa jamii. Pia wanawake wengi sasa wamesoma sana na wamepata nyadhifa kubwa katika kazi za umma na za kibinafsi. Wanahudumia jamii zao kama viongozi, walimu, wataalamu wa afya, wanabiashara na wakulima. Na hii inaonyesha kuwa mwanamke anaweza kufanya mambo makubwa ikiwa atapewa nafasi. Wanawake wana hekima, nguvu na ujuzi wa uongozi. Wana jukumu muhimu katika kutafuta suluhu na kuanzisha amani wakati wa matatizo ya kijamii, na pia hahusiki tu katika kuandaa familia, lakini pia katika kujenga nchi.
Galle galle hamaan ormaa niyyoo nuleenjisee adda galle galle warri hedduu niyyoo leelloo jedhee adda galle galle hamaan ormaa niyyoo leencoo jedhee adda galle galle. Faaruu nam dhaachaa jirru kuni yoo ijoollee dubra fuudhanii hariyaan dhaattiif hariyaan dhuftee dhaamsa walitti dhaamatan jechuudha. Faaruun isiin dhaamattu keessa borii gallee jechuun amma isiin faarsan yoo mataan isii yuubu ta'ellee yuuboodhanii yoo bareedduu taatellee bareedinni isii faarsaa. Wanawake wana jukumu muhimu katika kupitisha nyimbo mbalimbali kutoka kizazi hadi kizazi. Wakiwa wachanga huwaleza kwa kuimba nyimbo za tuli, akiwasaidia kujifunza utamaduni na lugha yao. Nyimbo hizi zina mapenzi, ushauri, hadithi na mila, na wakati wa harusi, sherehe, mikusanyiko ya serikali na jamii, wanawake hujenga furaha kwa kushiriki katika nyimbo za harusi. Zinaonyesha ushauri wa maisha, heshima ya familia na upendo kati ya mume na mke. Hii inamaanisha kwamba nyimbo za wanawake zina masomo ya maisha, na pia kuimba kwa wanawake wakati wa kilimo, kusaga, kumwagilia na kazi za nyumbani hurahisisha kazi, huongeza nguvu za pande zote na kuunda umoja. Nyimbo zao mara nyingi huwasilisha ujumbe wa nguvu, uvumilivu na matumaini. Kwa hiyo, wanawake wana jukumu muhimu katika kuhifadhi na kupitisha utamaduni, historia na utambulisho wa taifa lao, sio tu kupitia nyimbo bali kwa njia nyingine. Mudannoo nan qabulleen barumsa irratti barumsa barannu man barumsa kaatolikii kadhattiin baradhee jechuun kutaa 5-8 kaama barumsa filaan baraarsuun kutaa 1-4 jira. Gizaan achi baradhanii man barumsa keessa kilaasii baran keessaan tokkofa baa yoo ani tokkofa basuun ijoolleen dhiira isiin dubsaata kamiin durbaati jedhani. Nilipokuwa mdogo nilisoma katika shule ya Kikatoliki, na katika shule hiyo nilikuwa nikipata nafasi ya kwanza masomoni, lakini wavulana walikuwa wakiniwekea kinyongo na kunitenga kwa sababu walikasirika kuwa msichana anapata alama za juu wakati wao vijana hawapati. Wakati huo familia yangu ilikuwa umbali wa kilomita 40 kutoka nilipokuwa, na ilikuwa vigumu sana kwangu, lakini kwa kuwa familia yangu ambayo haikusoma ilinifanya niende shuleni, nilikuwa imara ili niwafanye wajivunie. Ani ergan dubartiitee haadha ergan ta'e booddee akka durii koo sanatti yaadu. Namni karaarra gaafa ta'u baay'een gadda, keessumaa dubartiin mucaa qabattee gaafa karaarra teessu baay'ee natti dhaga'ama. So dubartiin lafa jirtutti dubartii akka isheetti akka sappoortii gootuun barbaada. Na nawaomba wanawake muwe nanyi kwa ajili ya wenzenu, kuwa mfano. Katika baadhi ya maeneo hawaajiri wanawake wenye watoto, lakini hapa kwetu tunawaajiri. Hivyo basi, wanawake wenye biashara na makampuni, tafadhali wasaidieni wanawake wenzenu na kuwapa fursa ya ajira. Okay, wapenzi watazamaji, nasema heri ya siku ya wanawake duniani. Natumai mmejifunza mengi kutoka programu yetu ya leo, na natumai mtafanya mengi ili haki na usawa wa wanawake isherekewe na ifanywe kwa haki. Asanteni sana kwa kuwa nasi, hadi tukutane kwa programu yetu ingine. Kwa herini.